Unajua Simba wana mpira ambao unakuvutia. Mimi nashindwa kwenda uwanjani kwa sababu baadhi ya mashabiki wa Yanga wananiataki kwa matusi na wengine wakiniambia kwamba tukikuona sehemu yote na tukakupiga. Kwa hiyo kuna ile namna ya usalama kuhatarisha usalama wangu na kuja kwenye mechi ambazo najua na usalama na uhakika wa usalama. Mchezo wao kwanza unaonaje? Mchezo kwa ni mzuri zaidi, especially technique ambavyo namna ambavyo ameanzisha. Kifupi mchezo ulikuwa mzuri zaidi. Kabla ya mechi ya leo tarehe 8 watu wengi walikuwa wanasubiria Kariakoo Derby, lakini mechi hiyo haikuweza kuchezeka kutokana na sintofahamu kutokuwepo na maelewano ya pande zote hizo mbili. Unaongeleaje kuhusu hili la kuahirishwa kwa Kariakoo Derby? Hakuna ambacho kilichoahirisha derby tofauti na ushirikina. Uchawi. Kivipi? Ndicho ambacho unajua Yanga walishindwa kuwaruhusu Simba wasifanye mazoezi baada ya kuona Simba wameleta basi, mara sio wamekuja na wazee, mara sio mbuzi, mara sio vitu fulani, sio mara kwa hakuna ambacho kilichofanya mechi iahirishwe zaidi ya ushirikina. Na mimi nishawaambia kwamba hizi timu kuna namna lazima zikae chini zitathmini, kuna baadhi ya vitu vingine vya kuachia mbandani ni vya kupuuzia. Kwa sababu mimi tayari nishakuwa ni mganga na Sharifu mwenye experience kubwa, nishajua kabisa mechi inayofuata ni timu gani inashinda. Kwa hiyo wao Yanga kufanya kuzuia Simba asifanye mazoezi ni kutaka wao wasifungwe mechi inayofuata kwa sababu wao walikuwa ndio wenye jukumu la kufungwa ile mechi. Kwa hiyo hizo alikosea pale. Wao walifanya ili mechi isichezwe kwa sababu wangefungwa. Sababu ya kukataa ni kwa sababu wangejua kabisa kwamba sisi tungewaruhusu Simba kesho yake wakaja uwanjani sisi Yanga tungefungwa. Ndio ingekuwa sababu. Jina lako hapa unajiita mganga wa Yanga? Mimi najiita mganga wa Yanga ama Sharifu. Ama mganga mkuu. Ndio mimi hapa. Tunajua kazi ya waganga inakuwa ni kazi gani? Kwa hiyo na wewe kutokana na jina lako hilo unakuwa unafanya kwa ajili ya timu yako? Mimi nilikuwa nawapa ushindi wana Yanga. Hilo liko wazi. Nyinyi ni mashahidi, nimewapa ubingwa. Mechi ipi ambayo unajua kwamba mimi nilihusika hapa katika ushindi? Mechi zote ambazo Yanga ameshinda. Kwa hajashinda unakuwa hujahusika. Unajua sijalipo hiyo mechi. Sile. Kweli kabisa. Kinachokuwa kinahusika. Unajua kuna muda nafikia hatua wanaamini kwamba kumbe tunashinda bwana bila hata waganga. Hebu kwanza tusimlipe hii mechi tuone. Na mimi msiponilipo nawafungisha. Fataka au ni wewe mwenyewe unajitolea mapenzi ya timu? Sio mapenzi ya timu. Ile unajua kuna mambo mengine ni private. Mimi ni Yanga, shabiki kabisa wa Yanga. Ndaki kabisa na mpaka jezi nanunua na ninavaa. Na uwanjani naendelea sasa hivi siwezi kwenda uwanjani. Shabiki wa Yanga lakini unajitolea kwa ajili ya Yanga. Sasa tutajitolea vipi wakati mimi ni kazi? Mimi ni mganga, mimi nategemea uganga kuweza kuendeleza maisha yangu. Kwa hiyo sasa hivi bado ipo pia. Bado ipo nini? Bado kazi inaendelea. Kazi sasa hivi hamna. Sasa hivi Yanga nikusurubiwa na kufa kifo kibaya sana. Sasa hivi Yanga nikusurubiwa na kufa kifo kibaya sana. Ndio maana mechi ya Simba Yanga angefungwa. Shabiki wa Yanga akiwa unasema hivyo Yanga kusurubiwa na kufa. Mimi si mganga. Kati ya mimi na nani mganga? Wewe. Mimi si nalipwa. Nisipolipwa kwenye kazi yangu nafanyaje? Ngoja. Wewe ni mwandishi wa habari, una bosi wako, si ndio? Asipokulipa unaingia kazini? Hapana. Kwa nini? Hajafanya vitu. Basi na mimi siwezi kuingia kazini aliyakuwa silipwe. Lazima nilipwe ili niweze kuingia kazini. Basi kama usipokulipa unafanya kwa ajili ya haiwezi. Mimi familia yangu inaishije? Mfano upande wa pili akikufuata akasema mganga wa Yanga fanya hiki utafanya? Hiyo sasa ni mambo ya kukaa mezani kwa sababu mimi ni binadamu. Mimi nina familia natakiwa nisafiri kila wiki mimi naenda Dubai. Kama wataweza kunilipia ndege ya kwenda Dubai kila wiki sawa. Dubai unapata nini? Kuna maisha. Au ndo naenda kuchukua vitu. Mimi nina dawa ambazo nikizeta hapa Bongo hakuna. Nenda kuchukua Arabuni kule. Mimi na majamaa zangu wa Arabu kule Arabuni. Waenda kula maisha. Na unafanya tu kwa ajili ya mpira huo? Kwa ajili ya mpira. Mimi na pikipiki ambayo ina thamani ya milioni 300 nilitangaza, nyinyi mlikuwa mashahidi, mmeona ina chapa ya mganga wa Yanga. Nimepaki kule kwa ajili ya usalama. Imelindwa na mabodyguard. Kwa hiyo unahisi kwamba hapo umeweza kufanikiwa kwa namna gani? Nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu safari za kwenda Dubai, kwenda juzi hapa kabla sijaja hapa Dar es Salaam nilikuwa niko Dodoma Yenye mko ni mashahidi, nimepost picha nilikuwa Dodoma na mechi ya Pamba nilikuwa niko Mwanza. Nyenye mkipitia kwenye akaunti yangu ya TikTok ya mganga wa Yanga mtaona posti zote ambazo niko Dodoma ambazo niko Mwanza. Nilienda kwa sababu ya uganga huo, uganga umenifikisha sehemu kubwa sana. Simba leo ameweza kushinda. Unahisi kwamba ataweza kuchukua kombe hili la FA? Simba hiyo iko wazi. Simba anashinda. Mimi sasa hivi niko upande wa Simba kwa sababu gani? Kule sikiliza, mimi ni mganga wa Yanga, si ndio? Lakini kwa nafanyaje kazi na watu ambao wanilipe? Na mfano akishinda alafu wewe unaweza kusika utaweza kusema. Washinde mechi gani?
Mechi zao zinazoendelea. Hawezi kushinda. Hawezi Ukiona ameshinda basi ujue umeniita ukaniambia bwana kuna basha hapa, hem tupe ushindi mechi inayofuata. Tunafanya ubaya. Unavyoona hivi sasa hivi tumejipanga kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho tumekipoteza, makombe yote ambayo tumeyapoteza, heshima ambayo tumeipoteza tunatakiwa kuirudisha kwa heshima. Na kibegi nani anahusika na kukaa nacho? Mfano Simba ikiwa haichezi. Hichi kinakaa makao makuu Simba Sport Club. Kwa hiyo tunacheza ndio mnakifuata. Hichi hapo kama pale leo tena kinarudi kule. Ndio maana yake, yani ndio maana yake, hii ni adhina kubwa ya Simba. Kwa hiyo lazima ukikiona kibegi umeiona Simba. Ndio maana unaona ilipo Simba na kibegi kipo. Sasa tafadhali. Huo ni ubaya ulioko ambao huwezi kutizama kwa jicho la kawaida, na nikibahatika kukufungulia hapa nadhani kabisa mwandishi siku nyingine hutokuwa na macho ya kuona kabisa. Ama hapa unaweza usione kabisa. Ubaya humu kama ule ubaya unaosikia wana Simba wengi tunaolia tunausema ubaya basi ujue ubaya ndio yomo. Hiki kibegi cha makombe yani kina mwaka gani? Maana ukiangalia kuhusiana na muda, kibegi cha makombe kina muda kidogo, lakini katika misimu ambayo tumepita hatujafanikiwa kupata baadhi ya makombe ya heshima. Makombe ya heshima ni kama ligi kuu, CRDB hivi hapa. Tumekosa makombe ya heshima kama hayo, hivi sasa tunataka kuyarudisha kwa heshima, ndio maana unaona sasa kibegi cha makombe kiko kazini. Na tukisema kiko kazini tuna maana kwamba kinafanya kazi haswa. Na sasa hivi ubaya na sasa hivi unavyoona tutakuwa tunapata matokeo hata kama kwa staili yoyote ile. Ndio maana unaona juzi kuna baadhi ya watu wametukimbia, watani wetu wamekula unyoya. Hapo kabla ya kusema wamewakimbia, sio nyenye ndio mnaweza kuwakimbia. Sisi tumefuata kanuni. Wao wameingia kwenye mfumo, sisi tumefuata kanuni, tumeachia barua moja, tumeshangaa ukurasa wa barua zimefunguka hatari. Yaani huku engineer ameandika barua. Wanasema mkaweza kuwasiliana nao na sheria inasema mwenye kanuni inasema kwamba kanuni ya ibara ya 17 ya 45 inasema kwamba timu mgeni itafanya mazoezi siku kabla ya mechi, siku moja kabla ya mechi. Hakuna kinachozuia kwamba au hakuna kanuni inayosema kwamba wasiliana. Yaani hakuna kanuni pale, katika zile kanuni hakuna sehemu ambayo inasema tuwasiliane na sehemu fulani. Kanuni ipo imenyooka kwamba lazima sisi tutafanya mazoezi. Hiyo ndo tumesimamia hiyo, na ndio maana umeona tumepata namna ya kusema game hatuchezi, na kweli hatuchezi. Na kama kuna watu ambao pia wanataka kuiga kama Simba ilivyosema kwamba hatuchezi game na wenyewe wasicheze, tuone kwamba watafikia wapi. Sio mnaogopa mkaisi zitazidi zaidi ya 5. Hamna, Simba iko vizuri. Simba hii ya ubaya tumekutana nao katika kikosi bado kiko katika 20% ya Fadlu Davis. Unakumbuka tumekutana nao mpaka tukajifunga wenyewe. Kwa hiyo tulikuwa tuna uhakika kabisa goli 3-4 ni kitu ambacho tungemkarisha vizuri. Lakini kwa sababu yeye ameamua kutegua baadhi ya mitego yetu, basi ndio tumeamua kufanya ubaya. Na unahisi kwamba Yanga kuweza kutoa ule haraka na wao wameweza kususia mechi. Wao wamesema hawataki marudiano yoyote, bali wanataka kupewa pointi 3 na magoli 3. Sisi katika ubaya tunachokisema hivi sasa, wao watakavyokuja ndivyo tutakavyowapokea. Sisi Simba kwanza hatuna bifu nao, hatuna hatari nao. Sisi tumekusha waachia TFF au bodi ya ligi tayari imekusha waandikia barua, wao watajua wao vita. Sisi tunawaachia wao na TFF na bodi ya ligi. Wao sisi hatuna habari nao. Waingize timu, wasiingize timu, sisi tulishamaliza vita yetu na wao sasa ndio wataamua. Sisi tunasubiri tarehe ambayo itakayopangwa, sisi tutaenda kukisukuma kibumbu. Tutazamie mchezo wa leo hapa ambao umetoka kutamatika muda so mrefu dhidi ya TMA ya Arusha. TMA ya Arusha sisi tumesema kwamba ni mchezo mzuri. Tumeshuhudia mwalimu amefanya rotation katika wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, leo tumeshuhudia wanapata nafasi. Na katika yale mapungufu mwalimu nadhani ameangalia mechi hizi za timu ndogo hizi zinatoa mwanga. Mwalimu anaangalia ile nguvu ambayo inakuwa ya kimchezo, japo kwamba unaweza ukaiweka katika tafasiri ya mechi ya kirafiki. Umekwishaelewa kama inakuwa katika tafasiri ya mechi ya kirafiki, lakini ikiwa katika ushindani wa namna hii mwalimu anapata picha nzima ya kikosi chake. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kukutana na Tabora kutokana na kile ambacho ligi kuu imepanga ratiba ambayo iko mbele yetu hapo. Sisi tunaamini kabisa utakuwa ni mchezo mzuri kwa advantage ambayo tumeshuhudia hapo. Goli 3, pointi 3 ni kitu cha muhimu sana, na sisi kama wana ubaya tumekubali.